Jeshi la polisi nchini Tanzania pamoja na wanaharakati wa zamani wametoa onyo makali dhidi ya mipango ya kufanya maandamano nchi nzima yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa Julai mwaka wa 2026. Maandalizi na uhamasishaji wa harakati hizo umekuwa ukifanywa kwa kasi kubwa kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii na wanaharakati mashuhuri kama Mange Kimambi na Maria Sarungi wakishirikiana kwa karibu na raia wa Tanzania washio nchi ya nje pamoja na baadhi ya wananchi waliopo ndani ya mipaka ya nchi. Maandalizi hao ama waandaji hao wa maandamano wamekuwa wakiyataja mkusanyiko huo kama maandamano ya amani ya Sabasaba yenye lengo la kushinikiza upatikanaji wa haki mbalimbali za kijamii na kisiasa, ikiwemo uhuru kamili wa vyombo vya habari, uhuru wa wananchi kutoa maoni yao bila ukomo, pamoja na kupata majibu ya kina kuhusu watu waliopoteza maisha yao tarehe 29 mwezi wa Oktoba wa atma ya mali na miili yao. Masuala mengine yanayochochea wito huu ni matukio ya utekaji wa raia yaliyodaiwa kushamiri, hitaji la kupatikana kwa uhuru wa kidemokrasia, uwepo wa chaguzi huru na za haki, pamoja na mchakato wa kupata katiba mpya ya nchi. Waandamanaji hao wanasisitiza kuwa sheria kuu ya nchi inaruhusu mikutano na maandamano ya namna hiyo, na hivyo walioomba jeshi la polisi kutekeleza wajibu wa kisheria wa kuwalinda raia watakaoshiriki katika maandamano hayo badala ya kuwazuia au kutumia nguvu kuwatawanya. Kufuatia usambazaji wa taarifa hizo za uhamasishaji, msemaji wa jeshi la polisi Tanzania Afande Misimu amejitokeza hadharani na kueleza msimamo rasmi wa chombo hicho cha ulinzi na usalama. Msemaji huyo amebainisha kuwa jeshi hilo lina taarifa za kina na linafuatilia kwa ukaribu sana shughuli zote za kijamii na kiusalama zinazoendeshwa na vikundi vivyo kupitia mifumo ya kisasa ya ufuatiliaji inayofanywa kazi kwa muda wa saa 24. Kupitia tathmini hiyo, jeshi la polisi limebaini kuwa malengo ya awali ya waandamanaji yamebadilika na kugeuka kuwa harakati za kihalifu ambazo zimefichwa chini ya kivuli cha neno maandamano ya amani, lakini kwa nia ofu la kufuruga utulivu wa nchi. Jeshi la polisi limelipinga marufuku mkusanyiko hiyo baada ya kubaini uwepo wa mipango ya siri inayoratibiwa na baadhi ya washiriki kwa ajili ya kutekeleza matukio mabaya ya kijinai wakati wa maandamano hayo. Miongoni mwa vitendo vya kihalifu ambavyo jeshi la polisi linadai kuvigundua ni pamoja na mikakati ya kufunga barabara kuu za usafirishaji ili kuzuia shughuli za kiuchumi, uchomaji moto wa majengo ya shule kwa lengo la kusababisha taharuki kubwa na hofu miongoni mwa wazazi pamoja na walezi, na mashambulizi ya silaha dhidi ya wananchi wasio na hatia. Taarifa za kiintelijensia za jeshi hilo pia limeonyesha kuwa kuwepo kwa mipango ya kukata watu vichwa, mauaji ya raia pamoja na uharibifu wa makusudi wa mali za umma na mali binafsi za wanabiashara kote nchini. Zaidi ya hayo, Afande Misimu ameeleza kuwa wahamasishaji hao wameenda mbali zaidi kwa kuwataka washiriki kuvamia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiwa kazini kwa lengo la kuwagawanya na kuwanyang'anya silaha za moto ili watumie kutekeleza vitendo vya kigaidi na uhalifu uliopangwa. Jeshi la polisi limesisitiza kuwa vitendo vyote vya uhamasishaji ya makosa ya kijinai vinavyofanyika kwa kigezo cha kupigania haki ya kikatiba haviwezi kukubalika hata kidogo, kwani vinakiuka kwa wazi sheria za nchi, misingi mikuu ya utawala wa sheria pamoja na mikataba ya kikanda na ya kimataifa inayolinda usalama wa mataifa.
Msemaji wa polisi huyo amefafanua kuwa hakuna haki yoyote ya kisheria inayoruhusu mtu kuhamasisha furugu zinazohatarisha maisha ya watu na usalama wa mali zao au zinazikiuka haki za raia wengine kwa kuwajengea hofu ya kila siku na kuwazuia kufanya shughuli zao halali za kimaisha kwa ajili ya kujitafutia kipato. Wakati huo huo, mzee Clemens Mwandamo ambaye ni mkazi maarufu anayejulikana kwa kukosoa mamlaka ya serikali amejitokeza pia kutoa onyo kali kwa wananchi. Mzee huyo alipata umaarufu mkubwa katika kipindi cha mwaka uliopita kutokana na tabia yake ya kuikosoa serikali kwa uwazi bila uoga wowote, akidai uwepo wa haki, chaguzi huru, na alikuwa miongoni mwa watu waliounga mkono mabadiliko maandamano yaliyofanyika tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025. Kutokana na harakati hizo za awali, mzee huyo alikamatwa mara kadhaa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi na kuhatarisha amani. Baada ya kuachiliwa huru kutoka mikononi mwa polisi, kiongozi huyo wa maoni ameibadilisha msimamo wake wa zamani na kuanza kusisitiza umuhimu wa kulinda amani ya nchi, jambo ambalo limezua mshangao mkubwa kwa jamii inayofuatilia harakati zake. Katika ujumbe wake mpya uliotoa kupitia mitandao ya kijamii, Clemens Mwandambo ametahadharisha vijana watakaodhubutu kuingia barabarani kuwa watakabiliwa na hatari ya kupoteza maisha yao kwa kupigwa risasi iwapo watafanya furugu. Ameeleza kuwa wanaharakati wanaochochea maandamano hayo wakiwa nje ya nchi hawatakuwa na uwezo wa kuokoa pindi watakapokumbana na nguvu ya vyombo vya dola. Mzee huyo ametaja viongozi wa harakati hizo wakiwemo Maria Sarugi, Hilda Newton, Rich Ndagwa pamoja na mwanaharakati Nuru Vazi kuwa watabaki salama kuko nje wakiendelea kupiga kelele kwenye mitandao wakati vijana wa ndani ya nchi wakipata madhara makubwa. Mwandambo amesisitiza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni taifa huru lenye serikali yake, mipaka yake na misingi yake ya kisheria, na aliendeshwi kwa maelekezo au shinikizo kutoka nchi ya Marekani wala nchi ya Ulaya. Amewataka vijana wanaoishi katika maeneo mbalimbali ikiwemo Gopa, Masenze, Soko Matolo, Manjwera na Tegeta kuachana kabisa na mawazo ya kushiriki furugu na badala yake wajitume muda wao kutafuta fedha na kuboresha maisha yao ya kila siku. Mzee huyo amebainisha kuwa serikali haina utaratibu wa kuingilia au kubugudhi wananchi wanaojishughulisha na utafutaji wa fedha kwa njia halali na za amani. Ameongeza kuwa kushiriki katika machafuko ni ishara ya kukosa uelewa wa maisha na ukaidi unaosababisha hasara kubwa kwa taifa na kwa familia za wahusika. Amefafanua kuwa wakati mwingine mamlaka humalizika kulinda amani kwa kutumia mamlaka hulazimika kulinda amani kwa kutumia nguvu kubwa, ikiwemo risasi ambazo hazichagui mtu na zitasababisha vifo vya wale wote watakaokataa kufuata sheria na kuchagua kusikiliza maelekezo ya watu waliowaita kuwa ni wahuni.